Wananchi wa wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi pamoja na wale kutoka nje ya wilaya hiyo wametakiwa kutojaribu kuingia katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa misitu kwa shughuli za kilimo na ufugaji, kwani wilaya hiyo imeimarisha ulinzi kwa kutumia miundombinu ya kisasa ikiwemo kamera za ulinzi zitakazowabaini wote watakaokiuka sheria. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu alipokuwa akiongoza kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya katika ziara ya kutembelea na kukagua hali ya usalama na changamoto katika maeneo ya hifadhi yakiwemo misitu ya Tongwe Magharibi na Mashariki, kituo cha utafiti wa Sokwe pamoja na kituo cha ulinzi wa misitu ya Tongwe. Buswelu amesema misitu hiyo ina umuhimu mkubwa kwa wilaya na taifa kwa ujumla kutokana na mchango wake katika upatikanaji wa mvua za kutosha na fursa za biashara ya hewa ya kaboni. Waitambue mipaka ya maeneo yetu. Sisi Tanganyika tumetenga maeneo kwa ajili ya malisho, wazingatie sana kuchunga mifugo ya maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya malisho. Misitu hii iko kwenye mikakati ya biashara ya kaboni. Na biashara hii inaleta matokeo chanya kwa Watanzania na kwa wananchi wote wa wilaya ya Tanganyika. Inaleta matokeo ambayo yanawapa fedha za kutosha kutimiza matakwa na mahitaji ya kijamii kama ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa barabara na makaravati, ujenzi wa nyumba za watumishi na ujenzi wa madarasa, chakula cha watoto shuleni. Sasa anapotokea mmoja anaharibu misitu hii, anapunguza uwezo wetu wa kupata fedha katika biashara ya kaboni. Kwa hiyo misitu hii sasa iko kwenye mkakati na kwenye hatua ya mwisho ambayo si muda mrefu halmashauri pamoja na vijiji ambavyo vinazunguka vitaanza kupata fedha za biashara ya kaboni tena kutokana na uwepo wa misitu ya Tongwe Mashariki na Magharibi. Tunaendelea kuwaomba wananchi ndani ya Tanganyika na wale nje ya Tanganyika ambao yawezekana kuna mmoja ama nyingine wanaambiwa Tanganyika kuna misitu na hivyo tupeleke mifugo, wasifanye hivyo. Tunatoa angalizo kubwa kwa wananchi na kwa mtu yote asione kwamba kuna misitu, lakini ajue kwamba hii misitu inalindwa. Na ndio maana tumewekeza miundombinu ya kutosha, mahala pengine tumeweka kamera kutazama na kuona mienendo ya sokwe kama utafiti unaofanyika. Hivyo kamera haibagui kuona, itamuona sokwe, itamuona mfugaji, itamuona mhalifu. Na ndio maana tunasema Tanganyika ni eneo salama na sio eneo la mtu kuja kujifunza kufanya uhalifu. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika Philemon Mwita amesema halmashauri imejipanga kikamilifu kuhakikisha misitu hiyo inalindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Tumejipanga na tuna mkakati wa kujenga ranger post katika misitu yetu hii miwili, Tongwe Mashariki na Tongwe Magharibi. Hii ranger post itaimarisha ulinzi na usalama wa misitu yetu ambayo ipo, na ujenzi utaanza hivi karibuni kuanzia mwezi wa kwanza 2026. Pia tunatoa rai kwa wakulima na wafugaji ambao wanajipenyeza kuja kwenye hii misitu kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu. Halmashauri imetenga maeneo rasmi kwa ajili ya wafugaji na kuna maeneo kwa ajili ya wakulima. Akizungumza katika kituo cha utafiti wa Sokwe, afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira wilaya hiyo Bruno Mwaisaka amesema uwepo wa kituo hicho umeimarisha usalama wa eneo la hifadhi. Kwa sababu hizi kamera zilizoko huko sisi wanatumia zile footage muda mwingine kwamba kuna kwa ajili pia usalama wa msitu wetu na wengine hivyo, kama kuna threat yoyote ambayo inaona kama hata kama kuna nakumbuka kama nadhani Domi yupo sije. Nakumbuka kipindi fulani hivi kuna majambazi walivamia Uruafu mwaka 2018 hivi. Walikimbilia huko. Sasa tukapata taarifa huko, watu kasaidiana na kituo hiki wakawa wamekimbilia huko chini. Ambako sawa kwa juu huko sisi manake wale wakakamatwa wote eneo hili. Kwa pia kinatusaidia sisi kama nchi katika kuangalia pia usalama wa huko na kulinda hizo rasilimali zetu. Lakini pia hata uvamizi ukitokea, tukiangalia eneo hili halina uvamizi kwa sasa, ndio ni umuhimu wa kituo kikuwepo hiki. Naye meneja wa kituo cha Great Mahale Ecosystem Research and Conservation GMAC Masunzu Jidai amesema kituo hicho kinaendelea kufanya tafiti za sokwe kwa lengo la kuisaidia serikali kupata taarifa muhimu zitakazosaidia katika uhifadhi wa wanyama hao walio katika hatari ya kutoweka. Uwepo wa hichi kituo cha utafiti kina manufaa kwa nchi kiujumla, kwa sababu
ni vitu vingi ambavyo tunaviona au tunavifanyia utafiti ambavyo vina manufaa. Kwa mfano sokwe au primate kiujumla ni moja ya mnyama ambaye yupo katika riski ya kupotea kwa sababu ya uvamizi ambao unapatikana. Kwa hiyo ekolojia yao inazidi kuwa ndogo kwa sababu ya expansion ya watu, shughuli za watu kiujumla. Kwa hiyo tunapofanya utafiti tunajaribu kuona kwamba kuipa pia mwanga serikali kusema kwamba sehemu fulani ni eneo muhimu sana kwa ajili ya nini? Ya hifadhi. Kutoka halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, mimi ni Swau Mkatambo.